Hapa ni mkoani Morogoro. Nipo katika makutano ambapo hapa kuna uelekeo wa kwenda kanda mbalimbali za nchi ya Tanzania. Kanda ya Ziwa, nyanda za juu kusini mpaka huko nje ya nchi. Ni msimu wa mvua sasa katika maeneo mengi ya ukanda wa Afrika Mashariki, na Morogoro pia zinanyesha. Katika msimu wa mvua kumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo kwa namna moja ama nyingine husababisha ajali za barabarani. Nipo na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Morogoro. Kwa majina naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi Gabriel Maila Chiguma, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Ni kweli mvua zimeanza na zimeanza kwa kishindo, sio polepole, kwa sababu mvua za sasa hivi tulikuwa tumezoea inaweza ikanyesha siku moja inaacha, lakini inaweza ikaanza kuanzia asubuhi mpaka jioni inanyesha mdogo mdogo, haina vurugu sana, lakini vurugu zake ni maji. Inaweza sinyesha hapa, lakini maji yakaporomoka kutoka maeneo mengine na yakaleta shida kubwa sana. Na network, unavyojua network ya barabara Morogoro ni sehemu ambayo ni junction kwa magari karibia yanaenda nyanda mbalimbali. Hii ni unayoona hapa ndo roundabout kubwa ambayo unaona inapitisha magari mengi yanayoenda nje ya nchi na ndani ya mikoa mingine ambayo ni ya nchi yetu, na mgawanyiko wake ndo kama unavyoona mapana yake, na ukilinganisha roundabout ambazo umeshaziona hapa nchini, hii ni ya kipekee, ni kubwa, na unaweza usikute sehemu yoyote hata Afrika Mashariki uweze kukuta roundabout kama hii au Central Africa. Na bahati nzuri ni kwamba roundabout hii pamoja na kupitisha magari mengi makubwa, madogo, pikipiki na kadhalika, lakini haina ajali hata kidogo eneo hili. Kwa sisi ndani ya mkoa wetu, hii sio sehemu ambayo ni ya ajali. Hatuwezi kuimaka kwamba ni sehemu ambayo ni hatarishi. Ziko sehemu ambazo unaweza ukazika ni black spot kwa ajili ya ajali, kwamba sehemu fulani. Barabara yetu katika mkoa wetu tuna barabara kuu tatu. Tuna hii barabara ambayo inaelekea kule nyanda za juu kusini, lakini tuna hii barabara ambayo inaelekea mikoa ya kati pamoja na kanda ya ziwa, lakini na hii unaona ndio inaelekea pwani, mikoa ya pwani, ukanda wa pwani yenyewe na Dar es Salaam. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inapokea na kutoa. Hapo unavyoona hapa ni kama multiplier point. Inapokea magari mengi afu ndio inasambaza kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unavyoona mikoa mingine inapokea ile magari, lakini yote yanatoka Morogoro. Nyanda za juu kusini natoka Morogoro, Singida, Dodoma na kwenda kanda za ziwa, yote yanapita hapa junction moja. Hali huwa inakuwaje wakati wa mvua namna hii masika? Uzoefu wako na tathmini yako, hali ya ajali inakuwaje wakati wa mvua? Na kwa uzoefu wangu, sehemu yoyote ukiacha hata Morogoro, sehemu yoyote kukisha kunyesha mvua, tukumbuke kwamba barabara zetu zipo na huwa ziko katika hali ya uzuri. Miundombinu yetu huwa ni rafiki sana. Inawezekana ikawa ni miundombinu ambayo ni na lami, kuna ya mtaani ambazo wakati mwingine hazina lami. Sasa inaponyesha mvua tunapata mambo makubwa mawili. Moja, magari yote huwa yanahamia barabara kuu zenye lami, sababu zile zenye tope, hata vile vigari vidogo vya kwetu vile huwa havina tena uwezo kuogopa madimbwi, matope, kukwama, vitu kama hivyo. Kwa barabara inakuwa kama imekuwa ndogo. Kwa hiyo inakuwa inazidiwa na magari, kwa sababu kila mtu anataka apite kwenye lami. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, kwa hiyo linapotokea hivyo inatuzidishia magari mengi, foleni na vitu kama hivyo. Lakini jambo la pili, mara nyingi magari huwa yanapata breakdown kubwa. Yanapata breakdown kwa uzoefu ambao tunaona mengi, ndio unaona kama starter ilikuwa inapiga, ikiingia maji kidogo, kama ilikuwa na hitilafu, inakuwa ni tatizo hata kuwasha. Na yale magari mengine ambao utakuta wakati mwingine alikuwa na leakage, maji yakiingia kidogo, labda yakatupiwa kwenye mechanism za engine, inafeli ghafla. Kwa hiyo unaweza kukuta wakati mwingine, wakati wa mvua, breakdown zinakuwa ni nyingi sana. Hilo ni jambo la pili. Lakini la tatu, hizi ni barabara, na barabara wakati mwingine zinatumia magari mengi, na haya magari yapo mazima, lakini yako magari mabovu. Magari mabovu namaanisha nini? Kuna yale ambayo yana leakage ya oil kwenye barabara. Wakati wa jua kuna faida, inaweza ikakauka au vinginevyo. Lakini kama tunavyojua network ya barabara ina mawasiliano ya madereva. Kuna zile alama za barabarani ambazo kazi yake ni kumjulisha dereva mahala alipo, barabara ikoje, ni mlima, ni bonde, kuna uende, usi overtake, una overtake. Kwa hiyo wakati mwingine
kutokana ile leakage inapokuwa maji inasababisha ile oil inatapakaa barabarani. Kwa hiyo kisha tapakaa barabarani, kwa mtu ambaye hana uzoefu, wakati mwingine kuna sehemu kunakuwa na utelezi. Kwa hiyo dereva hawa tunawashauri vitu vingine kwamba wawe na tahadhari kipindi cha mvua. Hata kuna sehemu ugoota ile oil inasambaa, kwa wakati mwingine unaweza ukapply brake hapa inaenda kusimamia kule. Wakati mwingine inamtoa hata nje ya barabara. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo madereva wanatakiwa chukue tahadhari kubwa sana. Na mara nyingi huwa waelewe. Lakini wakati mwingine madereva, kwa sababu utakuta wameshazoea kutokuwa na mvua kipindi cha kiangazi, hata zile wepa zao huwa wazitest mara nyingi. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine zimestaki. Zile zinatumia mota. Wakati mwingine mota kama haijakazwa vizuri, labda zile raba hazijarani vizuri, utakuta zinaingia kutu. Kwa ile mashine pia wakati mwingine inapata kutu na haiwezi kutembea. Inastaki. Kama akishapiga wepa akaweka switch on, inaweza ikastaki na fuse ikakata. Kwa hiyo wepa ikazifanye kazi. Hiyo pia inawezekana ikaleta sasa shida wakati wa kuendesha magari, na hiyo shida inaweza ikapelekea dereva wakati wa mvua kubwa asione mbele, akashindwa kupata ile uono, akana uono hafifu. Hiyo nayo ikawa ni source ya nini, ya ajali. Hiyo nayo ni moja. Lakini jingine, madereva tahadhari yao ambao wanatakiwa waichukue sana nyakati za mvua, maji wakati mwingine utakuta yanahamia barabarani, pamoja na kwamba imetengenezwa kwa miundombinu mizuri ya mitaro, lakini yanapozidi, kumbuka kuna milima kwetu huku, kama hii barabara ya kwenda Dodoma maeneo ya Makunganya, maji wakati mwingine kutoka kule milimani yanaweza akahamia barabarani na kwa kama mtu unaweza usione hata barabara. Hiyo ni jambo ambalo madereva wanatakiwa wawe makini sana. Kwa hiyo wakati wa mvua au kama hata mvua zimeshamaliza, madereva wanatakiwa watembee taratibu mno, kwa tahadhari, kwa kutumia udereva wao kujihami katika ile misingi au nguzo zao 5 zile ambazo wanaona, wakisha wanatambua, then wanatabiri, wanaamua, afu wanatekeleza. Afande, kuna nguzo 5 za udereva kujihami ambao lazima dereva aone, akishaona atambue, akishatambua anatabiri nini kinaweza ikatokea, alafu akishatabiri nini kitokea aamue maamuzi yake hayo atakayokuwa nayo kichwani, basi atekeleze kwa vitendo. Na hayo yanafanyika ndani ya sekunde kadhaa. Kumbuka anatembea na wanatofautiana speed. Kwa hiyo akifeli mambo hayo 5 dereva kujihami, tayari ni sababu ya nini, ya ajali. Lakini katika mwingine, wakati mwingine wanatakiwa wakipu ile distance, watembee, yani waachiane nafasi kulingana na speed anayokuwa nayo. Hayo ni mambo ambayo mara nyingi wanayapuuzia sana madereva. Na faida yake ni nini kabla? Faida ya kukaa mbali ni kwamba yule wa mbele yako huwezi kujua, kwa sababu ndo anaona, kwa sababu zile nguzo 3 tumesema lazima uone. Kwa hiyo inawezekana kama uona gari dogo mwenzia katangulia wakubwa, tunaamini uoni mbele. Kuona kwako unategemea sasa taarifa za gari lake. Zile taa za nyuma kanyaga breki, unajua huyo mtu anapunguza mwendo, anataka kusimama. Sasa kama huko jirani amesimama ghafla, kuna mambo mengine ambayo anaweza kusimama ghafla. Ukisimama ghafla, wakati mwingine sasa na wewe kama uko kwenye nyuma yake, uko karibu, unaweza ukasikia tumeshaingia wapi, umeshamuingia tena nyuma. Hizo ni hatua ambazo mara nyingi ni makosa ya kibinadamu ambayo watu yazingatii sana. Lakini kuna mapuuza mengine ambayo, pamoja na mawasiliano ya barabarani, zile alama ambayo ni makundi 5 ya usalama barabarani, ambayo utakuta kundi la kwanza ni onyo, kuna amri, kuna taarifa, kuna alama za nyongeza, pamoja na michoro ya barabarani. Zote hizo ni mawasiliano ya nani? Ya dereva, ambayo yanampa network ya barabara. Ni dira. Ile ndio dira ya dereva. Lakini kama hutozingatia dira ya dereva ambayo ni mambo ya usalama barabarani, wewe utakuwa unaendesha kwa kubahatisha. Ingekuwa kwa ganga ingesema unapiga ramli kwamba nitafika au sifiki. Sasa mambo kama hayo ukayaona network ya barabara, ulivyojiimarisha na dereva mahiri, ukapata zile sifa za dereva umahiri, lakini ukapata uelewa wa sheria zote za barabarani, tunaamini hakuweze kutokea nini, ajali yoyote. Kwa hiyo hayo yote ni mambo. Lakini kwa tiwa mvua pia, barabara inaweza kaa ndefu isikose kasoro. Wakati mwingine unaweza kukuta kama imeshachimbika kidogo. Kwa hiyo sasa kama kuna mashimo sehemu, utakuta wakati mwingine yale maji yanasakafia. Huwezi ukaona shimo liko wapi. Kwa hiyo utakuta wakati unaona ni maji, tunaona ya paramia tu bila kujua. Hiyo sasa ukishaingia pale kwenye shimo, unasikia tu bana, nimepiga kwenye shimo, tairi imepasuka, unaenda nje ya barabara, unasababisha ajali. Kama ni vifo au wakati mwingine kama ni vingine. Lakini yako maeneo pia mengine ambayo yameainishwa kwa taarifa, kwamba eneo hili barabara mara nyingi wataalamu walijenga na wakatahadharisha kwamba inateleza. Sasa kama yenyewe tu inateleza, ikiwa hivyo ikipata manyunyu kidogo na utelezi unafanya nini? Unazidi.
Sasa wakati mwingine usipozingatia hayo maelezo yote, inakuwa ni disaster, itakuwa ni shida, unakuwa ni chanzo cha ajali, kwa sababu dereva ukutafasiri yale maelekezo ya mawasiliano yako na ukayafanyia kazi kama rubani au kama dereva wa gari, then unakuja kusababisha nini? Kusababisha ajali. Kwa hiyo utakuta ajali hizi, ndio maana utakuta makosa ya kibinadamu ni makubwa, yanachukua asilimia kubwa sana. Unaweza ukaona asilimia zilizo nyingi za makosa ya nini, ya kibinadamu. Ndio maana elimu yetu tunaelimisha sana watu na hasa madereva ambao wana hivi vyombo, kwa sababu tunaamini wamejifunza darasani, wakajifunza sheria, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, kutafasiri zile alama. Maana huwezi ukaenda sehemu ukakuta alama kwamba imekuandikia kwamba hapa panateleza. Utaikuta alama ilivyo kwa umbo lake na aina ya rangi na jinsi inavyoweza convey nini message. Kwa hiyo tunaamini dereva anajua, na kama hutashindwa kuzielewa zile alama, wewe utakuwa na bipu, unabashiri tu, na ndio inakuwa chanzo kikubwa cha ajali sana. Kwa hiyo tahadhari kubwa sana madereva kipindi hiki cha mvua, wawe makini. Kuna maeneo ambako barabara zimepita kwenye drift. Kuna sehemu barabara inashare magari na maji, wanazita zile drift. Kuna mabonde ambayo yamejengwa mithili ya maji yapite na magari yafanye nini, yapite. Sasa yale maji madereva wasidharau sana, hata kama yakoje, wawe makini. Cha kwanza ni kuhakikisha kuamini kwamba maji sio rafiki, na hizo ni nguvu za asili, huwezi kujua. Zimebeba magogo yako chini ya maji, hao pale ulipokuwa unapita pameshakuanguliwa ni shimo. Ndio maana siku zote dereva anatakiwa afanye nini, awe ni mjanja, kuamini kwamba sehemu yote ile ambako kuna maji haoni. Neno uono sasa, ule tulikuwa tunasema uone, pale anaona maji lakini barabara haiyo. Asichukulie mazoea, barabara ya Dar Morogoro napita kila siku. Kwa hiyo sasa sisi kwa barabara yetu network, ukianzia Bwawani kuja huku ni milima na mabonde. Kwa hiyo ni milima na mabonde. Na mara nyingi barabara hiyo ni nzuri tu, ila kuna sehemu kuna kona kali, kuna milima mikali na mna share. Kwa wakati mwingine dereva anapokuwa anashuka, anaweza asione kule mbele, anaona tu mbele kuna mlima unainuka, lakini katikati ya bonda hapa anaweza asione. Kwa kuna ile tabia ya kufanya overtaking, wrong overtaking. Hata kama kuna mstari wa katazo, lakini bado ana haraka zake. Kwa kinachosababisha kingine ni uharaka, pupa, kutokuwa na utulivu, uvumilivu, ambazo ni sifa za nani? Za dereva. Unatakiwa uvumilie, uwe mvumilivu. Napongea sana hawa magari makubwa ya mizigo, ni wavumilivu angalau, lakini wenzetu wanaobeba abiria hawa sio wavumilivu, wana haraka muda wote. Na wakati fulani, kwa hiyo sauti ya honi ndo anataka kila mtu aelewe. Hata kama hajui mwenzake anaona nini, lakini akiona tu kama kuna anaenda taratibu, anataka achungulie kwa kuona gari. Yaani hata kama kuna hatari imeshamkataza. Lakini sisi hayo tunapambana nayo, sababu tumeshaonja maumivu ya hizo ajali na makosa hayo ambayo ni makubwa. Wrong overtaking zinapelekea watu wanakufa wengi, unapoteza watu wengi kwa mpigo. Kwa hiyo ni wakali kidogo. Tuna operation maalum ambazo tunazifanya, na ni tahadhari kwa madereva kwamba akiingia Morogoro ajue kipindi anachofanya chochote tunamuona tunamfuatilia na tunamuona, wanajua. Kwa hiyo na adhabu zetu kidogo zitaendana na makosa yake atakapofanyika. Kama umeovertake sehemu ambayo ni hatari sana kabisa, ulikuwa na bip, yeye unabashiri kwamba mbona jana nilipita salama, jana sio leo. Kwa hiyo uwezi ukafanya lieso kwa kucheza na maisha ya watu. Dhamana za maisha ya abiria yiko mikononi mwa madereva. Mtazamaji wa TriGen Media, ni kwamba kampeni ya usalama barabarani inaendelea. Hatutaacha mpaka pale tutakapoona kwamba takwimu za ajali barabarani ama uelewa wa watu kuheshimu sheria za barabarani umefuatwa kwa kawaida kabisa. Tulikuwa hapa Morogoro, umemsikia mwenye mamlaka ya masuala ya usalama barabarani mkoani Morogoro, na maanisha mkuu wa kikosi cha usalama barabarani. Naitwa Leonard Mubali. Usiache kufuatilia kampeni yetu ya usalama barabarani kutoka hapa TriGen Media. Kwa niaba ya timu nzima nasema endesha chombo chako cha usafiri kwa heshima, ukizingatia masisitizo ama maeneo yale matano ambayo amekwisha yasema mtaalamu wa usalama barabarani. Adios amigo, kwa heri.